Tumekuja katika uwanja ambao ulifungiwa karibia miezi 6 kwa ajili ya ukarabati, lakini matokeo yake ndio ile pale, matope ambayo anacheza pale. Unaelewa? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na sisi tuambie wenye mamlaka, viwanja design kama hii vinapoteza hadhi na status ya ligi yetu. Yaani watu ambao wanaangalia Marekani, watu wanaangalia Australia, Canada huko kote, wakiangalia yani nusu finali ya kombe kubwa Afrika na duniani, SADB Federation wanacheza kwenye matope. Ni aibu. Yaani aibu kwa sisi watu wa mpira, ni aibu ninyi kwa waandishi wa habari, ni aibu kwa Tanzania. Kwa sababu uwanja umetengenezwa na vivyo umesema kuna majukwaa ambayo natakiwa yakawe viti. Uongo kweli? Au mshasauni watu? Mmekaa kwenye viti pale? Tuseme ukweli au mnaogopa? Hapana, kwa maana yake tafsiri yake maana yake kuna vitu fulani havijakaa sawa. Wenye mamlaka anatakiwa wanapaswa waje kutoka hadharani atuambie, ambao tumejua katika uwanja Mkwakwani kutakuwa kuna viti. Viti viko wapi? Anaweza kufika standard ambazo wewe ulitarajia labda kukutana nazo katika mchezo wa leo? Standard sio mimi tu, wa Tanzania wote kwa ujumla. Hii sio standard yetu ambayo tunaifahamu kabisa. Hussein, hii sio standard yetu ambayo tunaifahamu kabisa. Na hiyo tumuogope Mungu, kwa sababu hizi ni fedha za watu. Ni fedha za wakubwa ambao wanatoa kwa ajili ya ukarabati. Huu umefanywa mara 2 baada finali ya msimu uliopita Ngao Jamii. Uongo kweli? Ulifanya marekebisho huu. Baadaye tena umefanya marekebisho kwa ajili ya msimu huu. Miezi 6 mnatengeneza kitu kama kile kwa Tanzania. Mnawalisha nini? Hilo la kwanza. Lakini la pili, tumefunga goli 2 kama SC Berkane, ndio wakubwa hivyo wanavyokuaga. Unaelewa? Tumeshinda goli 2 SC Berkane bao. Tumefunga goli la 3 refa akakataa, na jana SC Berkane afunga goli la 3 refa amekataa. Wakubwa wote mmekataliwa goli. Wakubwa, yani hivyo watokee kwa watu wadogo, ni wakubwa. Yani unafunga afu watu wanaenjoy. Lakini kwa kipekee leo ndio umeona kidole kwa mara ya kwanza. Na mimi nilikwambia Isaya Dede, hawa JKT hawa tumekosa nafasi kipindi cha kwanza, nafasi 18 za magoli ya wazi. Yaani wewe goalkeeper wewe ukasema ni goalkeeper bora, kumbe nyuma ya pazia kuna kidole kimefukiwa. Sasa anatakiwa tuambie, kwa sababu ile timu ni ya jeshi na CEO wao yupo. Kwa sababu mambo yote ambayo anafanya ndani ya klabu ya taasisi yoyote, mtendaji mkuu maana yake ni CEO. Kwa ukiona kuna jambo linafanyika lolote, maana yake ameagizwa na nani? Na CEO. Kwa CEO waje kutuambia kile kidole ni cha nani na kwa nini wamefanya vile, kwa manufaa ya nani? Yaani jeshi la nchi hii linachafuliwa kwa mambo ya kipuzi ambayo yako chini ya uwezo wa akili yetu. Watanzania wote wameona mambo ambayo yamefanyika. Hatutegemei, kwa sababu tuamini jeshi letu linatakiwa itulinde sisi na mipaka ya nchi hii. Lakini kuingia katika kashifa hii, unajua kidole ni cha nani au kidole kilikuwa kina kazi gani pale? Kwa sababu wote tumeona na video mjengoni imeonekana goalkeeper ameweka kile kidole na kimetoka na watu wamekiona kwenye mitandao, au sio kidole? Nasikana mimi hapa nilikuwa nimeona vibaya. Ni kidole sio kidole? Hebu asikie wa Tanzania, ni kidole sio kidole? Kidole tumekiona. Watanzania wanasema kile ni kidole. So mimi Watanzania wanasema ni kidole? Sasa atuambie sio wao kile kidole ni cha nani? Chana? Lakini kwa mara ya kwanza kama sio kidole ni kijiti. Lakini JKT kama sio kidole ni kijiti kidole tunaona. Yaani kama JKT wanatumia vijiti, unapata picha gani? Wanajuzuia nini? Unanielewa sisi Isaya Dede? Shule na teacher. Vijiti vya shule. Anasema vijiti vya shule teacher. Mmeingia finali. Tumefundishwa kule shule.